Juni 6. Ijumaa, mwaka wa 2025, Remnant waliona nguvu kutoka juu. Matendo 19:8. Paulo aliingia katika sinagogi, akazungumza kwa ujasiri kwa muda wa miezi mitatu, akijadiliana na watu kwa kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Ninyi, Remnant, mnapaswa kupokea nguvu iliyotolewa kutoka juu. Watu wa kanisa la kwanza walikuwa na siri ya maombi ambayo hakuna mtu alijua kuhusu. Hivyo, walipata majibu ya kuwa mashahidi waliookoa ulimwengu. Ikiwa ndivyo, ni maandalizi gani ambayo Mungu alifanya washiriki wa kanisa la kwanza kuandaa? Kwanza, walipata uzoefu wa kazi za Roho Mtakatifu zilizotokea katika chumba cha juu cha Marko. Wakati wowote unaanza kitu, lazima kila wakati utenge wakati wa kufurahia kilele cha kiroho. Haijalishi unakutana na hali gani ngumu, kufurahia wakati wa kilele cha kiroho ndio siri ya mafanikio kwa Remnant. Pili, neno kuhusu kazi za ufalme wa Mungu liliwasilishwa katika masinagogi. Ufalme wa Mungu utakapoanzishwa, majibu ya kweli yatakuja. Wakati huu Roho Mtakatifu atakapokuja juu yako, malaika watatumwa na kuanzisha ufalme wa Mungu. Tatu, utaanza kuona majibu ambayo unaweza kuona kuanzia sasa. Wale waliokuwa wagonjwa wataponywa kupitia Injili na nguvu za Roho Mtakatifu zitakuja juu yako. Ndipo kazi za Roho Mtakatifu zitatokea kwa sababu nuru ya uzima imeangaziwa juu ya watu hawa. Mungu hutoa uwezo utokao juu kwangu na kukutayarisha kuwa shahidi. Lazima kila wakati ukumbuke ukweli kwamba wewe ni shahidi ambaye ana uwezo ambao Mungu ametoa, haijalishi uko katika hali gani. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie niishi leo kwa nguvu unazonipa. Naomba niwe Remnant ambaye anashikilia agano ndani ya matatizo na magumu ninayokabiliana nayo. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.